Kuna tatizo katika jamii yetu kwamba watu wenye maoni tofauti katika jamii hawajioni kuwa salama. Kwa hiyo wanaona ni salama kuwa nje ya nchi kuliko kuwa ndani ya nchi. Hili si zuri sana. Nchi ambazo zimekuwa na wakimbizi wa kisiasa nje ya nchi hizo hazijawahi kuwa salama hata wakati mmoja. Kwa nimekuwa nikisii na kutoa ushauri kwamba mazingira yawekwe, watu walio nje ya nchi wana maoni tofauti wajisikie huru kuwa ndani. Yaani taifa letu liwe salama kwa wote, wanaoshangilia na wanaokosoa. Yaani tupambane humu ndani kuliko badala ya kuexport pamba, badala ya kuexport madini tunaanza kuexport watu. Hii ni kitu cha ajabu kidogo. Kwa nadhani baadhi ya watu walioniona kwenye social media, Bagonza kimbia nchi, yuko nchi fulani ambayo tuweze kuitaja, sijui nini, ni kwa sababu tu nadhani wamezoea kuniona nikitoa mawazo yangu waziwazi. Kwa hiyo kwa kuwa wanajua uwezi kutoa mawazo ukawa salama, wakafikiri na mimi basi nimeamua kukimbia nchi kwa sababu ya mawazo yangu, which is so sad. Natamani wote jambo kama hili tungelizuia, hali na sababu. Sawa. Wakati uchaguzi unafanyika, mimi nilikuwa Norway wakati ule. Nilikuwa nimeondoka Sweden nimekwenda Norway. Nipo katika kamati ndogo ya wachambuzi wanaoandaa hadidu za rejea za ni watu gani wanafaa kupokea hiyo nishani ya amani, Nobel Prize. Kwa hiyo nilikuwa Norway wakati uchaguzi unafanyika. Sasa sikuwa hapa, lakini dunia ni kijiji, unayaona mambo yaliyotokea. Ninachoweza kusema, uchaguzi ule ulifanyika au kufanyika, now it is futile, yani haisaidii. Wanaosema haukufanyika wako sahihi, wanaosema ulifanyika wako sahihi. Ndio njia nzuri ya kuliweka. Lakini ninachojua matokeo ya uchaguzi ule hakuna anayefurahia. Waliochaguliwa hawana amani, waliopiga kura hawana amani, waliogoma kwenda kupiga kura hawana amani, ambao hawakuwa na upande wowote tu wanafuata upepo hawana amani, waliosimamia uchaguzi hawana amani, wahesabu kura sijui nini na vitu gani hivyo. Tume yenyewe ya uchaguzi haina amani juu ya jambo hilo. Kwa hiyo nadhani kuna kitu kilikwenda mrama, so serious. Na kwa sababu uchaguzi ndio determining factor, ndicho kigezo cha msingi cha kuleta amani ya kisiasa katika nchi. Ukisikia habari ya amani ya kisiasa katika nchi, imefungwa katika viuno na nyonga za kitu kinachoitwa uchaguzi. Kwa hiyo endapo uchaguzi umekuwa na kasoro, huwezi kutegemea kuwa na amani ya kisiasa. Uwe ulichaguliwa, hukuchaguliwa, ulichagua, hukuchagua, wote hamna amani. And that's where we are now. Ni maoni yangu.